Maji jioni ya leo, kanda ya kipekee ambayo ilionyesha hapo jana ilionyesha matukio yaliyojiri kabla ya kifo tata cha kijana wa miaka 25 Festus Oromo katika jumba moja eneo la Kilimani hapo Nairobi. Ukanda ulionyeshwa hapo jana wa video ulionyesha matukio yanaonyesha yaliyojiri kabla ya ugomvi kuzuka kati ya marehemu Festus na mwanamke aliyekuwa naye kwenye chumba cha kukodi saa 7 ya usiku kabla ya mwili wake kupatikana chini ya jumba hilo. Taarifa hii iliandaliwa hapo jana na Ode Francis. Mambo yalianza kama siku ya kawaida siku ya 27 Novemba mwaka 2025 mchana. Kamera za usalama zilimnasa Julius akiwasili katika chumba nambari B1406. Dakika 12 baadaye, saa 10:19 kamili, mwanaume anayeaminika kuwa mwasilishaji bidhaa aliyevalia mavazi meusi na uso wake kufunikwa kwa skafu anaonekana akikaribia mlango huo. Anamkabidhi Julius kifurushi na kuondoka. Lakini takriban saa 9 baadaye, tukio la kimapenzi liligeuka usiku huo kuwa tukio la jinai. Saa 7:06 usiku wa tarehe 30 Novemba mwaka 2025, mwanaume anayeaminika kuwa Patrick, ambaye kwa sasa yuko katika kituo cha polisi cha Kilimani, anaonekana akitoka kwenye chumba hicho. Anasimama nje ya mlango kwa dakika moja kabla ya kurudi ndani. Amevaa fulana ya kofia almaarufu hoodie nyeusi, suruali ya jeans ya bluu, viatu vyeusi na begi la kahawia lenye rangi ya giza. Dakika 7 baadaye, saa 7:13 usiku, Patrick anaonekana tena, safari hii akiwa na mwanaume mwingine anayeaminika kuwa Festus Oromo. Festus anaonekana akimshika Patrick mabegani, huku Patrick akiwa ameshika kinywaji mkononi. Festus anaingia kwa muda mfupi ndani ya chumba, kisha anarudi mlangoni ambapo Patrick alikuwa akisubiri. Wanaongea kwa muda mfupi na kuondoka pamoja wakiwa na furaha. Baadaye kidogo, Patrick anaonekana tena, safari hii akiwa amevaa fulana ya ndani nyeusi, kaptura na ndala nyeusi, akielekea moja kwa moja kwenye lifti ya orofa ya 14. Saa 7:15 usiku huo, Festus anarudi peke yake. Anagonga mlango wa B1406 na kuelekea eneo la lifti. Kisha anarudi dakika moja baadaye. Saa 7:16 anaingia tena ndani ya chumba. Kinachofuata kinanaswa kwa kamera. Mzozo unaonekana kati ya Festus na mwanamke aliye ndani ya chumba. Sasa ametambulika kama Lilian Mbeki. Mlango unafungwa huku mzozo ukiendelea. Hii ndiyo ilikuwa mara ya mwisho Festus Oromo kuonekana akiwa hai. Saa 7:57 usiku, takriban dakika 41 baadaye, kamera za CCTV zinanasa tukio la kutisha. Mwili wa Festus ukianguka juu ya paa la gari jeupe lililokuwa limeegeshwa chini ya jengo. Walinzi wa usiku pamoja na majasusi wa jinai wakithibitisha kuwa mwili huo haukuwa na uhai. Alitambulika kama Festus baada ya msako katika chumba alimokuwa na stakabadhi zake za utambulisho. Kwa sasa, washukiwa wawili akiwemo Patrick na Lilian wanazuiliwa kwa siku 14 ili kuruhusu maafisa wa upelelezi kukamilisha uchunguzi wao. Mwili wa Festus Oromo umehamishwa kutoka makafani ya City hapa Nairobi na kusafirishwa na familia katika makafani ya John Cargo mjini Thika, huku uchunguzi ukiendelea. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.